Shirika la kusaidia usafirishaji katika ushoroba wa kati CCTTFA ni shirika la serikali lililoundwa mwaka 2006. Tanzania, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Malawi, Rwanda, Uganda na Zambia ndizo nchi wanachama wa CCTTFA. Shirika hili lina jukumu la kukuza matumizi bora ya ushoroba wa kati, kuhamasisha matengenezo, kuboresha na kuendeleza miundombinu pamoja na kusaidia vifaa vya huduma vinavyohusiana na bandari, reli, miji, barabara na vituo vya mpaka wa ardhi pamoja na korido ili kukidhi mahitaji na matakwa ya washiriki wote, kuhakikisha ushindani huru na kupunguza gharama za usafiri wa kivuko kwa nchi wanachama ambazo hazina pwani. Lengo kuu la mpango mkakati wa miaka 5 wa CCTTFA 2021-2025 ni kurahisisha mabadiliko ya ushoroba wa kati kutoka kwa korido ya usafiri wa kivuko hadi kuwa korido ya maendeleo ya kiuchumi ya kijani GEDC. Katika kutekeleza hayo, bodi ya nchi wanachama wa ushoroba wa kati imepitisha mipango 4 ya mabadiliko katika kuziwezesha nchi husika kufanya mabadiliko ya kiuchumi, ikiwemo uwekezaji wa magari ya umeme, kilimo, uzalishaji wa chuma na utengenezaji wa dawa. Advocate Okonge, ambaye ni katibu mtendaji wa nchi za ushoroba wa kati, amesema kiwango cha uwiano katika ufanyaji wa biashara imekuwa sababu kubwa ya mabadiliko hayo ambayo yamependekezwa na mawaziri wa nchi zote 7 za ushoroba wa kati. Sababu utakumbuka mwandishi wa habari, kama unaingiza mizigo, unachukua kontena yako ya mzigo hapa unaipeleka Kongo. Kama kule Kongo ule transporter hapate mzigo ya kuleta hapa Tanzania, maana yake gharama yako itakuwa mara 2. Yaani wewe utamulipia ule transporter gharama ya yeye kurudisha kontena yake empty hapa Tanzania. Sasa kwa sisi kuweza kufanya hiyo balance, trade balance katikati ya import na export, ndio waheshimiwa walituambia tuweze kufanya mambo za transformation. Ndio maana kwa hii kikao ya bodi ya dharura ya ushoroba wa kati tulikuwa pia tunatenga muda ili wataalamu wa Central Corridor wa sekta mbalimbali, wadau wa sekta mbalimbali, wa wizara ya uchukuzi ya nchi yote 7, wizara ya biashara ya nchi yote 7, wizara ya viwanda ya nchi yote 7, wizara ya fedha ya nchi yote 7 na private sector walikutana hapa kuweza kujadili hiyo agenda ya transformation ya ushoroba wa kati ndani ya region yetu. Hapa anafafanua zaidi kuhusu hali ilivyokuwa. Ya kwanza enyewe bodi inapitisha ni kusema bodi inakubali ushoroba wa kati ifanye project ya e-mobility. Unajua siku hizi wanaongea mambo za gari enyewe, tunaendesha gari enyewe pasipo kutumia mafuta, yani natumia umeme, wanaita hiyo e-mobility program. Tunatumia pia bajaji enyewe inatumia gesi, inatumia umeme pasipo mafuta, kwa sababu mafuta inaharibisha mazingira. Kwa hii e-mobility kuna vitu ambayo inatakiwa kuweza kuvitengeneza ku region yetu. Mtakumbuka kwamba tuna madini, kuna hiyo cobalt ku nchi zetu za ushoroba wa kati. Yaani madini viko mingi sana ambayo ndio hiyo madini inasaidia kuweza kutengeneza hii magari yenyewe kutembea na umeme. Sasa kwa sababu sisi Mungu alitubariki, tuna hiyo madini kwenye ushoroba wa kati, ndio maana bodi inasema hii sisi tunaenda nayo, nyinyi Central Corridor mufanye hii program, muandae program ya e-mobility. Na humu ndani watatengeneza kama mabetri, watatengeneza spares, watatengeneza magari and so on. Watatengeneza hata charge ya kuweza kunini plugs ya kuweza kucharge hiyo magari, mabajaji, bodaboda and so on. Hii ndo ya kwanza yenye bodi inapitisha. Ya pili yenye bodi inapitisha ni mambo za kilimo. Unajua mambo za kilimo siku hizi bwana ni ya muhimu sana. Hata kama tunajiandaa na bwana Elon Musk, tunajiandaa kwenda huku juu, lakini mtuache kwanza sisi kama wazee tuache tunaenjoy chakula hapo, kwa sababu chakula kule juu hatujui itakuwaje. Kumbe basi bwana wazee wakasema tunapitisha kilimo. Kilimo ya kwamba ndio item ya pili, na unajua wakati tunafanya kilimo kuna vitu vingi sana huko ndani. Kuna
mambo za chai, sijue kahawa. Utekelezaji wa hayo italeta fursa nyingi sana. Ndio maana kilimo iko ya pili ambao ni agro industry. Humu ndani wanafanya majembe, manini, yani yale vitu vyote vyenye vinaingia na kazi ya kilimo, ili tuanze kuviandaa na kuvitengeneza hapa kwetu. Ya tatu ambayo walikubaliana ni issue ya kuweza kufanya steel. Steel wanaita ni vyuma. Kutengeneza vyuma. Hii ndo agenda ya tatu ambayo bodi inapitisha. Tunapenda kuanza kutengeneza steel hapa kwetu. Tuna cement, unajua hapa Tanzania tuna cement, tuna coal, kuna mambo mengi ile yenyewe inaingia kwa kuweza kutengeneza steel, iron steel. So hiyo ni mradi wa tatu. Na mradi wa 4 ambaye bodi inapitisha ni mambo za kuweza kutengeneza vidonge, kutengeneza dawa. Kwa sababu ukiangalia leo tuna shida nyingi ya afya. Wakati ile tuna majani, unajua dawa nyingine wanaitengeneza ni majani tu. Wanachukua majani wanakwenda wanaitengeneza. So bodi inapitisha ili ya kusema Central Corridor iangalie pia sekta ya pharmaceutical, ili tuanze kutengeneza madawa hapa kwetu. Unakumbuka siku za nyuma wakati kulikuwa COVID, yani sisi wa Afrika kweli tulisumbuka sana kwa kuweza kupata vaccine. Yani ilikuwa paka vaccine ya kuja Afrika, huku watu wanaivamia, wanaipitisha na kwenda Asia, sijui na kwenda wapi. So kumbi mara hii sasa viongozi wetu wanasema tuwezi kuifanyia kazi, ili pia tuanze kutengeneza vaccine, tutengeneze vidonge ya sisi kuweza kuanza kutumia hapa. Anasema wadau wa sekta mbalimbali kutoka nchi za ushoroba wa kati, ikiwemo Wizara ya Uchukuzi, ya Biashara, Viwanda, Fedha na sekta binafsi wamekutana kujadili kuhusu mabadiliko hayo ndani ya ushoroba wa kati na kufikia maamuzi hayo. Mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi Robert Biasu na mhandisi Anthony Swai ambaye ni mjumbe wa bodi ya nchi ya ushoroba wa kati wakaeleza namna mpango huo utakavyotekelezwa. De corridor économique vert, on a travaillé sur la vision de ce programme qui consiste the board set up to see how to enhance the visions about to develop a green corridors, and they focus on some objectives to give a support to the visions, and those objectives was put on the table. Pana tumeweka pia kwenye pharmacy viwanda vya kutengeneza madawa, kwa sababu huwezi kupata uchumi wa kijani bila kuwa na viwanda vya madawa, ambapo wale ambao wanafanya kazi wanahitaji huduma za matibabu na wananchi ambao wako katika nchi hizi wanachama. Kufanikiwa kwa GEDC utawezesha upatikanaji wa ajira, kuboresha usawa wa biashara, kuongezeka kwa sehemu ya uzalishaji katika pato la taifa, kuongezeka kwa uwezeshaji, kupungua kwa uzalishaji wa gesi chafu na kupunguza gharama za usafirishaji. Kutoka Dar es Salaam, mimi ni Zaituni Mkwama.